Naam, habari za wakati huu mtazamaji wa ZTV, karibu tuzungumze na tukichakata yale yote ya kimichezo yanayoendelea kujiri katika siku hii ya leo. Na ikiwa ni mara yako ya kwanza, basi nakusihi tu kusubscribe sasa ili wa kwanza kabisa kupata habari hizi za michezo muda wote. Na jana tulishuhudia mchezo wa kimataifa ligi mabingwa barani Afrika, Young Africans dhidi ya Al Ahly, na mchezo kumalizika kwa mabao 2-0, Young Africans kufungwa mabao 2-0 wakiwa ugenini huko nchini Misri. Na leo tunashuhudia mchezo kwa kukutanisha Simba dhidi ya Esperance de Tunisia kutokea kule Tunisia, na mchezo huu utachezwa mida ya saa 1 kamili za usiku saa za Afrika Mashariki. Na mchambuzi Alex Ngeleza amezungumza kuhusiana ameandika katika kurasa yake ya Instagram kuhusiana na klabu hii ya Simba, lakini kabla tujasoma kile ambacho amekiandika, na kusihi kwamba kama ni mara yako ya kwanza unafuatilia ZTV, basi subscribe sasa ili wa kwanza kabisa kupata update mbalimbali za michezo kutokea ZTV. Subscribe, lakini pia washa alama ya notification kwa ajili ya kuwa wa kwanza kabisa kupata update hizi za michezo. Na mchambuzi huyu Ngeleza kutokea pale TV3 ameandika kwamba sisi kama Watanzania tuko nyuma yenu, tunajua nyie ni waungwana, ndio timu pekee ambayo Watanzania wana imani kwenye mashindano ya kimataifa kuliko timu nyingine yoyote. Nyie kama Simba ndio kiboko ya Waarabu, hakuna timu ambayo inawaweza Waarabu zaidi yenu. Si mnaona Yanga walichofanywa jana? Ameuliza. Lakini kwa kumalizia ameandika kwamba nendeni mkalitetee taifa, ile aibu ya jana isije ikajirudia tena. Mchambuzi huyo Alex Ngeleza kwamba ameyataka Simba Sports Club katika mchezo wa leo kwenda kupambana na kuheshimisha taifa letu la Tanzania, na sio kama alivyofanya Young Africans jana kwa kufunga mabao 2-0 na akiwa ugenini kabisa dhidi ya Al Ahly ya kule nchini Misri. Na kwa sasa Simba Sports Club imebeba dhamana kubwa katika taifa ya mashindano ya kimataifa. Tofauti na timu nyingine za Tanzania, Simba imeonyesha ukomavu, uzoefu na uthubutu inapokutana na timu kubwa za Afrika na Waarabu. Kisaikolojia, wachezaji wa Simba wanaonekana kujiamini wanapocheza nje ya nchi, jambo linaloipa timu heshima na kuondoa woga wa kimataifa. Tofauti inayojitokeza kwa Yanga kwenye mchezo wao wa hivi karibuni ni funzo kubwa kwa soka letu, mchezo ambao umechezwa siku ya jana hapo, nikizungumzia kwamba na mashindano ya kimataifa haihitaji majina pekee, bali maandalizi sahihi, umakini wa hali ya juu na nidhamu ya kimchezo kwa dakika zote 90. Makosa madogo hulipiwa gharama kubwa, hasa unapocheza ugenini au dhidi ya timu zenye uzoefu. Na kwa Simba huu ni wakati wa kuthibitisha kwa vitendo kuwa wao ni wakilishi wa kweli wa taifa letu la Tanzania, na wachezaji wanapaswa kuchezwa kwa kujituma, kujitambua, kwa kuwa wanabeba heshima ya Tanzania nzima, sio klabu pekee. Ushindi wao sio wa Simba tu, bali ni furaha ya taifa zima. Na tunaungana na mchambuzi Alex Ngeleza kwa kile ambacho ameweza kukiandika kuhusiana na timu hii ya Simba, na hapo nilichokuwa nakisomea ni uchambuzi mfupi tu kuhusiana na timu hii ya Simba, ambapo leo itakuwa dimbani mida ya saa 1 kamili za usiku wakichuana kwenye mashindano haya ya kimataifa ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba Sports Club dhidi ya Esperance de Tunis. Muda ni saa 1 kamili za usiku. Endelea kusalia hapa ZTV kwa habari zaidi za michezo. Subscribe, like, comment, bila kusahau kushare kwa marafiki zako ili wapate kufahamu nini hasa kinaendelea kwenye ulimwengu wa soka la kimichezo, na wapate kufahamu uchambuzi kidogo kuelekea kwenye mchezo huu hapo saa 1 kamili za usiku, kwamba kumbe kinajila hiki na hiki na kile na kile. Lakini mchambuzi Ngereza, kama nilivyokuambia, kile ambacho amekiandika katika mtandao wake wa Instagram kwamba sisi kama Watanzania tuko nyuma yenu na tunajua nyie ni waungwana, ndio timu pekee ambayo Watanzania wana imani kwenye mashindano ya kimataifa kuliko timu nyingine yoyote. Yeye ameandika hivyo kwamba Simba Sports Club ndio timu ambayo
inaaminiwa hapa Tanzania kwamba ni timu ambayo inawakilisha vyema taifa la Tanzania, taifa letu hili, na sio timu nyingine yoyote, kwamba Yanga, Azam FC walioko kwenye mashindano haya, Singida Black Stars ambao wapo na kwenye mashindano na kombe la shirikisho barani Afrika, sio timu yoyote ambayo inaaminiwa kwa mtazamo wake ama maono yake, yeye ameandika hivyo. Je, ni kweli kwamba Simba ndio timu pekee ambayo inaaminiwa na inafanya vizuri sana ukikutana na Waarabu, na anafanya vizuri akiwa nje ya nchi akicheza, yani kimataifa, nje ya nchi na sio hapa ugenini, yani sio nyumbani, wako ugenini? Kwamba ni kweli naungana naye mchambuzi huyu alichokiandika, na nilipokusomea unaungana naye kwa namna moja ama nyingine. Kama ungani naye, basi toa comment yako kwamba kile unachokisema sio sahihi, kwamba Simba hatuwezi kuamini 100%, ama vipi? Toa maoni yako hapo, tutausoma ujumbe wako. Tunaheshimu sana ujumbe wako wewe mtazamaji wa ZTV, na nikutakia endelea kusalia hapa ZTV, nitakupasha habari zaidi za michezo.